Kutokea Wasafi, ngoja nifafanue kauli ya Baba Levo kwa ufupi, alafu tuelewane vizuri watu wangu wa nguvu. Sasa Baba Levo bana, baada ya kufanyiwa interview na Manara lakini pia Oscar, na wakumbuka kauli ambayo alizungumza na kuwajibu wale watangazaji uchwala lakini pia na wachambuzi uchwala wa kimitandao, ambapo mwisho wa siku pia aliyelengwa bila ya kumsahau ni Mwijaku ambaye alizungumza swala moja la Diamond kualikwa ama kusindikiza kwenye show ya Fally Ipupa. Na ikumbukwe kwenye kauli ya Mwijaku alizungumza kwamba wasanii wawili wamekuwa wakisindikiza show za wasanii wakubwa akiwemo Rayvanny lakini pia na Diamond Platnumz. Kwa hiyo hakuona haja ya watu kumsifia Diamond akati Rayvanny kashafanya hivyo mara kibao, na watu wengi eti baada ya Diamond kualikwa kwenye show ambayo ilikuwa haimuhusu katika ile miaka 20 ya Fally Ipupa ambayo alisherekea katika uwanja wa Stade de France, ambapo Mwijaku akaona kabisa kwamba hakuna haja ya kumpongeza Diamond kwa kuwa show haikuwa ya kwake binafsi. Sasa Baba Levo ambaye kazungumza na kuwajibu wale watangazaji uchwala kwamba yani issue ya Diamond kwa sasa imekuwa ni kama maji, huwezi ukazungumza mziki wa Bongo Flava kutokea nchini Tanzania bila ya kumtaja Diamond Platnumz. Sasa ni dharau kubwa sana, na amejibu vizuri kana kwamba Diamond kwa sasa kwenye mziki wa Bongo Flava ni kama maji, na kama unavyofahamu kwamba maji usipoyanywa basi utayaoga, usipoyaoga utayafulia nguo, na usipoyafulia nguo basi hakikisha pia unaweza ukafanyia mambo mengine ambayo yako private sana. Na hiyo ndio tafsiri ndogo ambayo Baba Levo akaamua kuiweka kwamba kwenye mziki wa Bongo Flava yani ni vitu vingi ambavyo tayari vimeshafanywa na Diamond, na ndo maana ukizungumza leo hii msanii mkubwa yani hata kama utawapendelea wasanii wengine lakini lazima utamtaja Diamond bila ya kupenda. Na ukizungumzia wasanii ambao wana pesa yani hata kama ukasema kwamba Diamond hana pesa lakini mwisho wa siku utazunguka lazima utamtaja. Tukienda kwa wasanii ambao wanamiliki lebo lazima utamtaja Diamond, wasanii ambao wanamiliki redio lazima utamtaja Diamond, wasanii ambao pia wanamiliki TV station lazima utamtaja Diamond, wasanii pia ambao wana skendo nyingi lazima utamtaja Diamond, wasanii ambao pia wameweza kuwazalisha wanawake tofauti tofauti lazima utamtaja Diamond. Kwa unajikuta kwamba unafanya yote ama unazungumza jambo lolote ambao ni lazima utamzungumzia Diamond Platnumz. Kwa hiyo huyu mwamba huwezi kuingia kwenye sakata la utangazaji ama pia uchambuaji kama ambavyo Baba Levo amewajibu kwamba hawa wachambuzi uchwala ambao wanamzungumzia vibaya Diamond ni kwa sababu kwamba kwa sasa huwezi ukapata pesa, huwezi ukazungumza jambo lolote ambalo utaeleweka na mashabiki bila ya kumtaja Diamond Platnumz. Kwa hiyo nafikiri Mwijaku hapa yeye kama mtangazaji uchwala ambaye tena mwisho wa siku kashapewa na dongo lake kwamba mtangazaji mwenyewe yani soon as possible anaweza akaenda Tandaimba FM kwa Harmonize. Ni taarifa na ni tetesi ambazo tayari zimeshatufikia kwamba ikikamilika radio ya Harmonize ya Tandaimba FM basi nikwambie Mwijaku lazima yeye kama miongoni mwa watangazaji ambao watakuwa ndo viongozi lakini vinara ambao watawakilisha ndani ya Tandaimba FM 107.3. Kwa nafikiri majibu yapo kamili gado baada ya kumsikiliza Baba Levo ambaye ni mbunge Kigoma mjini kama kawaida. Cha msingi ndugu yangu, tukutane kwenye upande wa comment, uko upande wa Baba Levo ama uko upande wa Mwijaku. Wote hawa ni machawa, lakini sasa kila moja amezungumza kwa fakti yake ambayo nimeweza kuinukuu na kuizungumza na kuichambua vizuri.